DJ, pull it up. Ngoja. We chachi, ulinituma wapi huku? I thought I came to Parklands kwa Wahindi. Guy Jerry wake no. Ai. Chachi lameni enjoy. What is this? Aya, Kimani wa Moshadha. Uko hapa my brother. Wapi Karo Warwaka, Karo ako wapi Warwaka? Sindia huyu. What is this? I thought we were in Parklands, mahali iko Pangri Pand Koshkada. Kuna muhindi hapa. We umebleach na kujua. Adhiambo ngojea hapo. Nani we wapi? We ni muhindi. Chachi lameni enjoy. Ati nimeambiwa ati tunaenda Parklands. Nini? Hoi. Kinomo vega regen. Ati tunaishi hapa juu ya West. Ni ya West. Ni ya West. Nyinyi mnaishi ni ya West. Modhega. Mali vumbi ni ya red. Unashukishwa komashi unaanza hivi. We soja, nisaidie na ile brush yako ya viatu. Mko aje? Hakuna mtu amekaa karibu na muhindi. Na vile nimejitayarisha. Muhindi gani? Sio muhindi mbingu, huyo ni Mkamba. Muhindi mbengo. Hakuna kitu kama hiyo. Muhindi mbengo. Hakuwa muhindi. Nani? Ako wapi? Wewe ni mweusi sana. We! My friend. Wacha nimkaribie nimuone. Wacha nimuone. My friend, usipokuwa muhindi. Cha nione. Aya! Kumbe iliwaka. Ni aje? How are you? I'm fine, man. What is your name? Biju. Biju, are you from Parklands? Yeah. Are you really Indian? Yes. Namaste. Pash kushka dashka dahe nahi kalunga Abdul Bastar de jamza salasto di lokom kuno kuna kaya. Ewa sofa. Huyu hakuna. Alafu kama we ni muhindi unafanya nini regular? Ndio kiumaga. Muhindi watata. Matie dagako ni osiero. Mambo? Mko aje? Okay, watu wa Keno, habari yenu? Watu wa Moshadha, habari yenu? Watu wa Rwaka, mambo? Uruma wako wapi? Wezi kuwa hapa. Never. We. Uruma. John Saga. Watu wa John Saga wako wapi? Muli upgrade This is good. Maslay Kunola anasema, oh my gosh, wacha nikwambie kama hauna gari, mimi na wewe, OVER. Over. Alafu unampigia simu, unasikia, beba, John Saga, Uruma. Ati mimi naishi hapa 2 down. Yeah, hapo karibu Starehe. Starehe boys wapi? Karioko. We know you. Ati ukienda mahali unapelekwa out, sijui na kulanga lasagna na ujui kuisoma. Imeandikwa kwa menu, nipatie lasagna. Ni lasagna. Hey! Tone! VIP! Hey, wapi makofi ya watu wa... Who agrees with me that West is the best place to be? Even the wannabes know that for you to have a moti in West, you have to have a Lamborghini. Let us slay queenie, especially the light skinny. Na ukipokwa makini, hautabaki maskini. Weka mkono hapa, angalia mwenzako. Nyumba 10 initiative, mpatie smile. Niwapatie salamu za Waluya. Muluya ni mtu anakusalimia na anakutusi at the same time. Angalia mwenzako, mwambie kama tako hii. Kama tako isha mwenzako. Haki ya Mungu, kitu najua ni sijui mko wangapi, lakini kitu najua Waluya wakosi hapa. Western Waluya wakosi hapa, si ndio? Unajua Muluya hata akikuja Nairobi anakaa wiki 2 ati amejifunza Sheng. Unajua kwa Sheng unaweza ambia mtu
Mazeni aje. Mazeni usipitie Ochuom. Madingo watakumada. Wacha Mluya viataka. Kwanza posture na kuoneshanga wewe ni Mluya. Ndugu yangu, usipitie hiyo barabara. Madingo watakumatako. Wapi Mluya ndani ya nyumba? Bado nimegundua unajua the road to Western inaanzia hapa West. Na West na Western wako na similarities fulani. You get? Like we fall in love easily. Na letter U. Unajua ukikuja hapa West wanatumianga you sana. Wait, you guy my guy. Where are you? So I told you to come with your motivi. Just take that U-turn. You guy my guy, come with those guys. Let us have some fun. Ukienda hapa Western, you inatumika kwa vitu mingi sana. Ugali, uji, ushamba na uchoyo. Mtu anakuja kwambia, "Haya. Hii korokoro mbili. Umepiga korokoro mbili." Oh, kwa hivyo nyinyi mkuli, si ndio? Kwa hivyo nyinyi mkuli, nyinyi mmechitoa, si ndio? Ati tuko wote. Alfred tunafanya mchezo. Ongeza hapa unga. Una get? Hao ni Waluya now. Unajua hapa hivi kuna kitu inaitwa ndoa. After uhai kuna kitu inaitwa ndoa. Ndoa ni kitu tamu sana. So mkiachana na bibi yako ameenda home kidogo, kuna wale watu unaweza ita waende wakurudishie bibi nyumbani, si ndio? Wanaitwa wanani? Wajomba. Sasa Waswahili wako na wajomba wale wameshapen ulimi kabisa, wanakuja vizuri wanasema jamii ambao tumekuja poleni sana kwa makosa. Ndoa ina msukosuko nyingi, ndoa ina ngendembwe, ndoa ina purukushani, ndoa ina mambo mengi sana. Na ndio maana tumekuja hapa hivi ili kuweza kuomba msamaha. Maana Waswahili siku zote wanasema mkele haendi ukele, angalienda ukele, kajaza jahazi mteletele, angalirudi na upele. Hivi kwamba mchamago hanyei huenda akawia papo, dudu liumalo usilipe kidole, enda na uchao usiende na uchwao, kichwa cha nyoka kibandiki mtungi, na kosa halitengenezi kosa. Ndio maana tumekuja hapa kuwapapoza ili muweze kutusamehe kwa makosa ambayo tuliyofanya, na tumeleta mbuzi wawili ili tuweze kusamehewa makosa. Unapata wajomba, mashangazi wanakaa hapa wanasema, Fatuma utarudi na mzee wako leo familia inakuruka unarudi. Sasa mimi niliachana na bibi yangu siku moja. Nikaenda kwa mjomba wangu nikamwambia anipeleke. Akakuja amejam kabisa. Ati unasema nini? Amerudi nyumbani. Sisi kama hakuna teni tunapenda, atupendi teni ya mahari. Sisi tunamalizanga yote cash. Huyo msichana asituletee paka na panya, ati anarudi nyumbani. Hapana, tunaenda mpaka tumlete. Nikamlipia fare tukakuja na yeye mpaka huku. Tukafika hivi, tumekaa, wametukaribisha vizuri. Kidogo wakaanza kutuletea mapochopocho, wametuletea towel moto. Akanawa. Ala. Wakaleta mihogo hapo, sap. Kaangalia, akaanza kula. Josephat. Ni wewe ulikuwa na makosa ama ni huyu alikuwa na makosa? Kidogo ameleta sharubati ameteremsha. Kidogo. Josephat, ni mimi nasikia vibaya. Hiyo ni harufu ya pilau. Hiyo ni harufu ya pilau. Kidogo wamemsurprise na biriani. Josephat. Pato ni huyu msichana na makosa. Akakula. Sasa ikafika saa ya kuongea. Nikajua huyu sasa ananitetea kwa sababu ameshiba. Unajua tukishiba pia tunachukanga tu posture. Akaanza kusema ndugu, chama na marafiki, asanteni sana. Tumeshiba. Kile mimi napenda ukweli. Na ile ukweli imefanya nimekula na watu wengi, nimekula na watu wakubwa. Ukweli imefanya nimekuja mpaka Nairobi. Na leo nimetaka niseme ukweli. Si niseme ukweli? Josephat tuna makosa. Josephat tuna makosa kwa sababu Josephat nimekaa hivi kitoko, ninakula, niko kwa mioko ya 6, ninasikia harufu ya pilau. Josephat ulinitoa nyumbani bila hata kukunywa chai. Tumefika pale Telamea, mtu wa mahindi anakimbisha kari hivi. Anakuonesha mahindi, Josephat unaangalia kando. Hiyo kitu iliniuma sana Josephat. Tumefika Telamea, watu wameshuka, wengine wanaenda kukojoa, wengine wameenda kukula. Josephat sisi kitu tumekula ni siesta kwa kari. Josephat tumefika hapa, angalia vile maandalizi yako. Sharupati,
nani anakupatia yogurt na maziwa fresh safari moja? Josephat, yani hapa nje practical example. Hapa nje kuna mtu amekuja amenikongea mayai 3. Ukasema uwezi funja noti ya 50. Josephat, kile kitu nakuambia, hatuwezi toka hapa na huyu msichana. Akaamua kujitetea yeye. Wachomba. Mimi kuna siku nitakuja hapa mwenyewe niombe msamaha yangu. Kwa sababu kama leo ni siku ya kisirani na mnaandaa hivi, siku ya furaha si nitalala huko. Thank you very much. That was a bit. Smartphone ujipige photo noma ikupe follower. Mimi ni doctor na tip kwa kuchekesha. Stethoscope yangu huwa ni budget ya kwako. Mundo perfect orla itakubishangala. Mwewa bayoha sipendangi ujinga nilichekesha. Ladies and gentlemen, let's announce for the Smart Joker. Sasa confirm kama mwenyako karibu yako ni mtu. Nimeona wanaume wenzangu hapa wanakimbia hiyo uwanja round wakizunguka hivi na vitambi. Baka nikaita mmoja nikamwambia Ango kuja hapa kitoko. Kwa nini unakimbia ukizunguka? Akaniambia nakata kitambi. Nikamuuliza Ango, unakimbia ukikata kitambi? Ulijenga ukikimbia? Nikamwambia mimi niko na natural herb yangu ya kukata kitambi. Murenda na ugali ya wimbi. Hizo vitu zinakata kitambi mara moja rua. Wachana na hizi vitu zingine mamiki za minji, maziwa mala, mayokati, vitu zingine tu kikule ukitembea ni kama moving buffet. Ugali ya wimbi na mrenda ni kitu tamu, lakini inafaa ukue very intelligent ukitumia hiyo kitu. Kwanza ugali ya wimbi na mrenda hasipikwangwi. Hizo vitu zinaandaliwangwa, zinafanywa maandalizi. Yani you prepare them. They follow the right procedure. Kama ni ugali inafuata a free, fair and credible cooking procedure. Kama ni mrenda, ukipatana na shosho ndio wanapikanga sana mrenda. Ukipata shosho akipika mrenda leo, usitani utakula na yeye leo. Lazima ungoje siku ngapi? Fantastic. Na kuikula ukuwe very attentive. Haki usimese mate kunyonge. Kuikula ukuli tu hivi. Mrenda inakuanga slippery, inapitanga fwa. Sasa ukitaka vizuri unamekanga ukali kavu, unaimeza kwanza. Inaenda ina block alimentary canal. Inaenda inatanganya minyoo inashipa kwanza. Alafu ndio unasikupu na sipato la ugali ingine. Alafu unaifinyanga mpaka inaisha pumu. Alafu unatayo kitoko, inatengeneza ka escapement. Mnasikia huo utamu. Alafu unasikupu mrenda ingine, ndio unarusha kwa mdomo. Na uchunge mrenda iko na kierere, inaweza wacha ugali nyuma. Vile tu Raila aliwacha Wetangula akatangulia State House through handshake. Akawacha Wetangula huko. Hivyo ndio mrenda inatesanga ugali ya wimbi. Ukuwa attentive ukikula ugali ya wimbi na mrenda. Siko na kierere kwanza. Siko na aibu ukienda kwa mgeni. Wakikuwekea kwa dish ukipakua hivi, inawezaisha kwa hiyo dish. Kuwa attentive, ugali ya wimbi na mrenda sio mchezo.
Kwanza mrenda peke yake. Mimi kuna siku nimewahi jipata nimeenda kuipa mrenda. Shosho alikuwa ameweka kwa khanyungu kale kapoti. Kumbe hii mrenda ni moto, nikachukua haraka nikarusha kwa mtomo. Kumbe shosho naye anakuja pole pole. Akanipata hapo niko kwa hiyo obtuse angle. Sasa kitu ikakuja kwa kichwa ikaniuliza, Smart Choka, utatema hii mrenda ama utamesa? Juu nikimesa itane massage lihololero. Yani throat. Na nikitema shosho atajua mimi ni suspect nimeipa. Nilijiita kwa mkutano nikatengeneza ile serikali yenye inaitwangwa ya kumesa na kutema. Ile serikali yenye ilimesa opposition alafu ikawacha principles. Na kuambia mrenda ni kitu ingine ya ajabu. Mrenda kwanza ukitaka kukula mrenda, ndugu zangu wa Parklands, mrenda huoshangi mikono. Mrenda unawangi mikono, unaoga karibu mwili yote. Juu inatelezanga. Hujawahi pata mtu alisikupu na hapa mbele spatula akasikupu mrenda lakini anajilamba kwa makwapa. I'm the sweet joking, smooth smiling Smart Choka kutoka Kibra, lawyer wa Team Mafisi with a baby face. Situonani. One more time. Hey, Smarty. Ladies and gentlemen in the Parklands, show your love. Make some noise for Mwende. Jay. Hey, thank you DJ kwa kutulonga. Yes. Oh my goodness. Parklands, kunjipark nayo. So for those who don't know me, ni yule ndem. Yeah, mi ni yule ndem. Yeah, mwenye anakuanga kama mandisi ama maembe. Asini lazima nivae yellow ndio mjue nimeiva. Yes. I mean, kwanza vile tumekuwa tukisumbuana na imbaliti, siwezi kosa yellow fever. Yeah? So by the way, with the show of hands, wangapi walisomea shule za ushango? Shule za ushango? Msiongope jameni, shule za ushango? Shule za Nairobi? Tuko wengi, najua tuko wengi. Yani kwani mko wapi ama mlisomea chini ya muti? Simunione, okay, ama mjapenda the ones. Okay, let me put it this way. Shule za serikali? Shule za serikali? Yes, tuko wengi. Shule za private schools. Haya, na wenye wako kama mimi shule za ploti? Shule za ploti tuko wengi. Mnajua shule za ploti? Mimi nilisomea shule ya ploti. Na as you know, government schools zinakuanga under government. Private zinakuanga under individual. Sa ploti naso, for those who don't know, zinakuanga under nyumba 10 initiative. And then they start from a person who is an opportunistic. Huyu ni jamaa or rather a person mwenye anaangalianga anaona biashara ya tenants haina pesa. So anaona anzishe shule. Kwa hivyo anafukuzanga wale watu wenye walipi, alafu wenye wanalipa anaweka side moja. Tuseme for example anaweka ground floor. Alafu hizo floor zingine anazifanya shule. So unapatanga huyu landlord bado ndio director. But again unapatanga kwa hizi shule za ploti hakuna different vile watoto na tenants wanatilitiwa. Mnatilitiwa the same. For example tuseme tenants anjalipa. Anangolewango mlango alafu watoto wanaambiwa waende huko kwa pinju wako na mchezo nyingi. Sasa kama for example ni watoto ndio wanjalipa shule, mnakutanga darasa yenu imeandikwa vacant. But mimi naonanga it's very advantage for a person mwenye atapata hiyo nyumba. Juu imagine unaanza tu maisha. Alafu uende kukomboa room ukute iko na desk 3. Ukute iko na desk 3. Unajua hizo desk unaweza tumia moja upikiange, ingine unakunjia nguo, ingine unawachia wageni ama uadvance usielekeleanishe sote 3 usikue kama wall unit. Alafu unaona kitu kama blackboard and the way it's very big. Unajua unaweza chocha mtu hiyo ni screen injawashwa. It's very nice. Hata wenye walimu wenye wako wanakuanga sijui. Yani wanakuanga tu mayhem.
Like a certain teacher we had, he was a CLE teacher. He was more a preacher than a teacher. Kwanza alikuwa anaingia kwa darasa hivi, alikuwa anatuita wapendwa. Alikuwa anaingia kwa darasa anatuambia, "Wapendwa hamjambo?" Sasa anaanza kukonga neno, anakonga neno, anachalasa neno. Alafu anatuliza, "Nani anataka kuokoka?" But anyway, hiyo shule iliisha and siku hizi nakaa form 2E. Nakaa form 2E ati ndio watu wanjue niko na class. Walimu pia walienda, they went their own way. Hata ule mwalimu mwenye anakuanga na Mbati ni mwalimu wa Anglikana, ndio anauzanga walu pale Malikiti. Thank you Parklands. Just to say thank you to NTV for always making sure the show is on air every Sunday at 8 o'clock. Chachi show, and of course Chachi Row every Thursday immediately after NTV Gioni. Chachi Row comes there. I host Chachi Row, and thank you so much for always making sure you're tuned into NTV. Thank you so much, NTV. Let's appreciate NTV.